Dunia inaendelea kushuhudia ongezeko kubwa la mivutano ya kisiasa na kijeshi katika maeneo mbalimbali, hali inayozua hofu mpya kuhusu usalama wa kimataifa. Kauli kali kutoka kwa viongozi wakuu wa mataifa yenye nguvu za kijeshi pamoja na matukio mazito yanazidi kuripotiwa katika Mashariki ya Kati. Hivyo vyote vinaonyesha kuwa mazingira ya usalama duniani yanaingia katika kipindi kipya cha tahadhari na taharuki. Kiongozi wa Korea Kaskazini, Kim Jong-un, ameripotiwa kutoa kauli kali kuhusu uwezo wa nchi yake wa nyuklia. Katika ujumbe wake uliosambaa sana kimataifa, Kim amesema kuwa kitufe cha nyuklia kipo mezani mwake kila wakati. Kitufe cha mabomu ya nyuklia kipo mezani kwake kila wakati, akisisitiza kuwa maeneo yote ya Marekani, yani United States, yako ndani ya uwezo wa mashambulizi ya makombora ya Korea Kaskazini. Kauli hiyo imeongeza wasiwasi kuhusu uwezekano wa kuongezeka kwa mvutano kati ya Washington na Pyongyang, hasa katika kipindi ambacho dunia tayari inakabiliwa na migogoro mingine mikubwa. Kwa mujibu wa wachambuzi wa usalama wa kimataifa, kauli kama hizi mara nyingi hutumika kama mbinu ya kisiasa na kijeshi ya kuonyesha nguvu na kujaribu kuzuia mataifa pinzani kuchukua hatua kali dhidi ya taifa husika. Hata hivyo, kauli za aina hiyo pia zinaweza kuongeza taharuki katika mfumo wa usalama wa kimataifa, hasa pale zinapotolewa na nchi inayomiliki silaha za nyuklia. Wakati huo huo, mvutano mkali unaripotiwa kuendelea huko Mashariki ya Kati, hasa kati ya Iran, Marekani na Israel. Ripoti zinazoendelea kusambaa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii na baadhi ya vyombo vya habari zinadai kuwa kombora zito la Israel limepiga kwa bahati mbaya jengo linalodaiwa kuwa ubalozi wa Korea Kaskazini katika mji wa Tehran huko nchini Iran. Ingawa taarifa hizo bado hazijathibitishwa kikamilifu na vyanzo huru vya kimataifa, tukio hilo limeibua mijadala mikubwa na mizito sana katika sehemu mbalimbali, hasa katika mitandao mbalimbali ya kijamii kuhusu hatari ya kuongezeka kwa vita vya kikanda. Katika mazingira kama hayo, kamandi ya jeshi la anga la kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Iran, yani IRGC, inasemekana kutangaza mabadiliko katika mkakati wa matumizi ya makombora. Kamanda wake Majid Mosav ameripotiwa kusema kuwa Iran inapanga kutumia makombora yenye vichwa vya vita vyenye uzito wa zaidi ya tani moja, hatua inayodaiwa kuashiria mkakati mpya wa kijeshi wenye nguvu kubwa zaidi kuliko ule uliotumika hapo awali. Kwa mujibu wa kauli zinazodaiwa kutoka kwa IRGC, mashambulizi yajayo yanaweza kuwa makubwa zaidi na ya mara kwa mara, yakilenga maeneo muhimu ya kimkakati. Kauli hizi zinaongezeka na zinazidi kuongezeka. Zinapotolewa zinaongeza wasiwasi mkubwa miongoni mwa watu duniani. Wachambuzi wa masuala ya ulinzi ambao wanaonya kuwa hatua kama hizo zinaweza kusababisha mzunguko mpya wa mashambulizi na kujibu mashambulizi katika eneo hilo. Katika upande wa kisiasa wa Marekani, Rais wa Marekani Donald Trump pia ameripotiwa kutoa maoni kuhusu mustakabali wa uongozi wa Iran. Katika mahojiano na vyombo vya habari vya Marekani, Trump ameonyesha kutoridhishwa na mchakato wa kuchagua kiongozi mpya wa juu kabisa wa Iran, akisema kuwa kiongozi huyo hata dumu bila idhini ya Marekani. Kauli hiyo imezua mjadala mwingine mzito na mkali sana katika duru za kisiasa za kidiplomasia kuhusu kiwango cha ushawishi wa Marekani katika siasa za Mashariki ya Kati. Wakati Donald Trump anatoa majibu hayo ama anatoa matamko hayo kuhusu kutoridhishwa na kiongozi huyo wa Iran, ndipo tunapokea taarifa ama tunapata kuona kiongozi huyo wa Iran ambaye ni kiongozi mpya na mtoto wa aliyekuwa kiongozi mkuu wa Iran akiwa ameponea chupo katika mashambulizi mengine mazito yaliyofanywa tena huko nchini Iran.
Lakini pia wakati huo huo, ripoti nyingine zinaonyesha kuwa Marekani imeanza kuondoa baadhi ya vikosi vyake kutoka vituo vya kijeshi katika nchi kadhaa za Ghuba, ikiwa ni pamoja na Qatar, Bahrain, Kuwait, Iraq, Jordan, United Arab Emirates yani UAE na Syria. Hatua hiyo imezua tafsiri tofauti kutoka kwa wachambuzi wa kisiasa. Baadhi wanaona ni mkakati wa kupanga upya nguvu za kijeshi, huku wengine wakihofia inaweza kuashiria mabadiliko makubwa katika sera ya usalama ya Marekani katika eneo hilo. Katika upande wa Iran, taarifa zinazodaiwa kutoka kwa vyanzo vya ndani zinasema kuwa kiongozi mkuu wa Iran, Ali Khamenei Mojtaba, alipata majeraha madogo katika tukio fulani, lakini bado anaendelea kutekeleza majukumu yake ya uongozi. Hata hivyo, hakuna uthibitisho wa wazi kutoka kwa vyanzo huru vya kimataifa kuhusu taarifa hizo. Kwa ujumla, hali ya sasa inaonyesha wazi kuwa dunia inaingia katika kipindi cha mvutano mkubwa wa kijiografia na kisiasa, ambapo kuongezeka kwa kauli kali za viongozi kutokea sehemu mbalimbali ama katika mataifa mbalimbali, mabadiliko ya kimkakati ya kijeshi na harakati za vikosi vya kijeshi katika maeneo nyeti vinaashiria uwezekano wa mabadiliko makubwa katika mfumo wa usalama wa kimataifa. Wataalamu wa diplomasia wanasisitiza umuhimu wa mazungumzo ya kimataifa, diplomasia ya tahadhari na juhudi za pamoja za kimataifa ili kuzuia migogoro hii kugeuka kuwa vita kubwa vinavyoweza kuathiri dunia nzima. Historia imeonyesha mara nyingi kwamba migogoro mikubwa huanza kwa mvutano mdogo ambao baadaye huongezeka haraka. Kwa sasa macho ya dunia nzima yameelekezwa huko katika Mashariki ya Kati, Asia ya Mashariki na Washington, huku wachambuzi wakifuatilia kwa karibu hatua zitakazochukuliwa na viongozi wa mataifa makubwa katika siku na wiki zijazo. Hatua hizo zinaweza kuamua ikiwa dunia itaingia katika kipindi cha utulivu wa kidiplomasia au kukabiliwa na sura mpya ya mvutano wa kijeshi wa kimataifa. Narudia hapa. Kwa sasa macho ya dunia yameelekezwa katika Mashariki ya Kati, Asia ya Mashariki. Kwa sasa macho ya dunia yameelekezwa katika Mashariki ya Kati, Asia ya Mashariki na Washington, huku wachambuzi wakifuatilia kwa karibu sana hatua zitakazochukuliwa na viongozi wa mataifa makubwa katika siku na wiki zijazo. Hatua hizo zinaweza kuamua ikiwa dunia itaingia katika kipindi cha utulivu wa diplomasia au kukabiliwa na sura mpya ya mvutano wa kijeshi wa kimataifa.